jambo lao hii leo. Kivipi? Huyu hapa Mkazuzu alikuwa kwenye mchezo wa mkondo wa pili nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Stellenbosch dhidi ya Simba, na hii hapa ni taarifa kamili. Mnyama Simba Sports Club kutoka mitaa ya Msimbazi, Dar es Salaam anafanikiwa kutinga fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kutokea ardhi ya Mzee Madiba katika dimba la Moses Mabida baada ya mchezo wa pili kumalizika kwa suluhu na Simba kusonga mbele kwa aggregate ya goli 1-0, mchezo ambao kwa hakika ulitawaliwa na matukio ya VAR ambayo hata hivyo hayakumnufaisha yoyote. Labda Simba unaweza kasema alinufaika kwa goli ambalo lilifungwa na wapinzani wao Stellenbosch na baadaye kuonekana ilikuwa ni offside, lakini kabla ya hapo Simba walipata mkwaju wa penalty, baadaye VAR ikapitia na kuona haikuwa halali, lakini pia hata timu ya Stellenbosch nao pia walipata mkwaju wa penalty, baadaye VAR ikakataa. Mchezo unamalizika hivyo. Simba wanaifikia rekodi ya kucheza fainali ya mwaka 1993 kwenye michuano ya vilabu vya barani Afrika. Mchezo unamalizika hivyo. Furaha ni kubwa kwa mashabiki, viongozi wa serikali na wa klabu ya soka ya Simba. Huyu hapa ni naibu waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Hamisi Mwijuma, Mwana FA. Nimefurahi kwanza kama Mtanzania, nimefurahi kama mpenzi wa mpira wa miguu, lakini pia nimefurahi kama naibu waziri mwenye dhamana ya michezo. Na haya ndo matokeo kama mpenzi wa mpira wa miguu unakuwa unayataka, kama kiongozi unakuwa unayataka, kama mwakilishi wa si unakuwa unayataka. Kwa hiyo kwa hali yoyote ile, leo ni siku nzuri sana na tumekuja kuandika historia hapa. Tena ndo lishaingia hivi. Lengo hasa ni sio kuingia fainali, hatuishii hapa pia. Lengo sasa hivi ni kulitafuta na kombe lenyewe. Kwa hiyo na furaha, niko excited, lakini naamini ya kwamba tuna kazi nyingine ya kufanya hapa mbele tu ili kuhakikisha kwamba tunaandika historia kubwa kabisa katika hatua hizi za mashindano ya makubwa kabisa yanayoandaliwa na CAF hapa barani Afrika. Labda unatoa neno gani kwa mashabiki wengi ambao wamejitokeza hapa, hususan raia wa Tanzania ambao wanaishi hapa Afrika ya Kusini? Ni washukuru. Kusema kweli haikuwa ina feel kama tuko ugenini. Sisi na Stellenbosch tulikuwa na wapenzi sawa, na wapenzi wao mpaka mechi imekwisha wanatushangilia sisi bado. Mzee wetu Mangungu yeye anasema furaha bado mpaka kombe litakapotua mitaa ya Msimbazi. Furaha haijakidhi kwa sababu dhamira yetu sasa ni kuweza kupata ushindi na kuingia kwenye fainali. Baada ya hapo tunataka kuchukua kombe. Yaani sasa hivi tumebakia kwenye hatua moja na mechi 2. Tukifanikiwa hizo tunachukua kombe, tutakuwa tumeweka historia ya kutosha kwa taifa letu na kwa Simba Sports Club. Pressure ilikuwaje wakati mchezo unaendelea? Sababu tumeshuhudia leo penalti 2 VAR imekataa, goli VAR imekataa. Ni kweli tension ilikuwa kubwa sana. Kwa vyovyote vile ambavyo ukiwa unategemea kupata matokeo alafu likatokea jambo ambalo linakuweka nje ya kile ulichokuwa unakifikiria, inakuwa ni pressure. Lakini yote ni sehemu ya mchezo. Tunamshukuru Mungu kwamba tumeweza kufanikiwa na mambo yameenda vizuri. Isa Masudi, hongera kwanza kwa hatua hii ya fainali. Bwana, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, njia ilikuwa ngumu kiasi gani? Bwana, njia ngumu, alafu ilikuwa kadri tunapozidi kwenda mbele ndo ugumu unaongezeka. Kwa hiyo sasa hivi imefika katika ugumu ule wa mwisho kabisa. Labda nini unawaambia mashabiki wanachama wa Simba, hususan mashabiki wanaoishi hapa South Africa wamejitokeza kwa wingi? Kwanza nawashukuru sana mashabiki ambao wanaishi South Africa. Wametupa support ambayo hatukuitegemea, mpaka wenyeji wetu wenyewe wameshtuka. Nafikiri uliona kulitokea hapa kutoelewana kidogo kuhusiana na swala zima la tiketi. Wataka kutunyima tiketi mashabiki zetu wasiingie, lakini mwisho wa siku tulishughulikia na wenyewe wamekuwa staarabu, tukalimaliza. Kwa hiyo tunawashukuru sana, lakini washabiki wengine waliobaki wote Tanzania wapi na duniani kwa ujumla, tunaomba tuendelee kuwa pamoja, tuombee dua timu yetu. Kimsingi tumebakisha hatua 2 ambazo ni ngumu zaidi, lakini zenye mvuto zaidi, kwa maana ya kwamba tunataka tuchukue kombe. Mwenyekiti aliyepita wa bodi ya klabu ya soka ya Simba, Try Again, yeye anazungumziaje
furaha hii ya kwenda fainali? Furaha ni kubwa kwa sababu ni hatua kubwa. Sisi kama viongozi, sisi kama Watanzania ni kwamba tumeipeperusha vyema bendera ya nchi yetu, na kama unaofahamu Mheshimiwa Rais sasa hivi yuko kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kwamba sekta ya michezo inainuka. Kwa hiyo haya ni majibu ya support ambayo tunaipata kutoka serikalini. Kwa hivyo tuwaombe sana wapenzi wetu wasifurahi sana, bado shughuli inaendelea. Tujiandae na fainali, tutashereheka baada ya kuchukua ubingwa. Kwa sasa tuendelee kujipanga kucheza fainali na kuchukua ubingwa. Hatua hii tumeshaivuka, kilichobaki tusiridhike na hapa tulipofika. Tuendelee kuwa na kiu, tuendelee kuwa na hamu ya kuchukua ubingwa. Hapo tutakuwa tumemaliza shughuli. Kiongozwa na Mama Simba, furaha yao ipoje? Hatuishi tu kwenda kuvaa medali. Sisi tunamwambia Mama Samia tunamletea kombe. Tunamletea kombe. Madam tumeshafika hapa sisi, na tunakwenda kuanzia kwao tunamalizia kwetu. Kwa Mkapa hatoki mtu, na tunawaambia wakituona wazee sisi wanne wajue kwamba kombe limefika Tanzania. Jambo limekwisha kama tulivyoelezea asubuhi, na saa hizi tunamalizia kwamba jambo limekwisha. Hii ndio maana ya ubwela. Bwana, watu ni wengi na wanafurahi, lakini kumbuka Simba hivi sasa ipo na CEO mwanamke. Yeye anafanikisha Simba kwenda hatua ya fainali. Anajisikiaje kama mwanamke kuwa katika uongozi na kuipeleka Simba fainali? Kwanza mimi ni millennial, alafu kuna Gen Z. Kwangu mimi inaonyesha ni taswira nzuri kwa taifa letu ambalo ukiangalia kwa kiwango kikubwa zaidi ya nusu ya population ya Watanzania ni vijana. Kwa hiyo hii sio tu kwangu kama mwanamke, lakini pia kama kijana. Sijiweki kwenye kundi la kijana sana, lakini naamini kwamba uwepo wangu katika nafasi ya uongozi wa mpira unatoa fursa kwa vilabu vya Tanzania kuwekeza zaidi katika vijana ambao wana maono na ambao kwa pamoja wanaweza kushirikiana ili kuweka mifumo na ya kitaasisi zaidi katika klabu zetu za mpira. Unaliona kombe likija Tanzania? Halina ubishi. Kwa hakika pongezi kubwa pia ziende kwa Watanzania ambao wanaishi hapa Afrika ya Kusini kutoka katika miji mbalimbali, walijitokeza kwa wingi kuisapoti Simba Sports Club na haikujiona kama mnyonge katika uwanja wa ugenini. Pongezi sana kwao, lakini kwa wale pia waliosafiri kutoka Dar es Salaam kuja hapa kuipa tafu kwa Simba. Imekuwa ni taarifa njema kwa wapenzi wa kandanda hapa nchini Tanzania. Simba kucheza fainali, na inakuwa ni fainali ama kwa Simba ni fainali ya kwanza coach Samanda Mbile tokea michuano hii ianze kuitwa kombe la shirikisho barani Afrika 2004. Kwa Tanzania timu ya kwanza ni Young Africans walifanya hivyo 2022-2023. Ndio. Tangu michuano hii ibadilishwe jina. Mwanzoni ilikuwa inaitwa michuano ya kombe la washindi. Kombe la washindi barani Afrika. Kulikuwa na klabu bingwa na kombe la washindi. Okay. Kwa hiyo tangu ibadilishwe jina wanasema ku rebrand mashindano. Ndio. Coach, sio kama ilikuwa ni muunganiko wa ile CAF Cup ambao Simba walicheza finali ya 93 na hilo kombe la washindi. Sasa hiyo sometimes unajua ni ngumu sana kuizungumzia kwa sababu ni kitu kilichokuja tu kwa muda mfupi then kikapotea. Ni kama tunavyoona labda haya mashindano yaliyopita ya Super Cup. Kama yakiishia hapo wala usiyaone tena, sijui utaweka position gani. Lakini yale yalikuja tu, huku tayari kombe la washindi likiwa lipo, ambalo mwaka 1989 nafikiri Gor Mahia walilibeba something like that. Kwa ukanda wetu ndio wanabakia na hiyo record 88-89. Okay. Ni hiyo miaka ya 80. Kwa hiyo hili likaja hapo kati. Sasa kuja kwake na kuondoka kwake, kubadilika jina, sijui kama tunaweza kusema sasa iliunganishwa likawa moja. Kwa sababu lile halikuwa na muendelezo sana. Labda kama tuitafute hiyo sura, labda leo hii klabu bingwa barani Afrika ikibadilika jina,
ikaja jina jingine, tutahusianishaje vipi labda na hii Super Cup iliyopita? Ni swala tu sasa la tathmini na kutazama namna yake. Hii ianza 2004 kama yaliunganishwa, it means hilo lilikuwepo 2003, 2002 lilikuwepo, of which mimi sikumbuki kama mashindano yaliendelea tangia hiyo miaka ya 90. Baada ya hapo hili linalokuja kuanza 2004 tunawezaje kuita liunganishwa na lile lililopotea miaka mingi kule nyuma? Ni swala la tafsiri tu. Na Simba leo anaweza kaketi mezani na kuanza kufanyia tathmini uwekezaji aliofanya tangu 2017-18. Timu kufika fainali, tafsiri yake inaelekea kwenye kilele cha mradi ambao ulianzishwa ukiwa na lengo la kuteka ama kutawala soka la Afrika. Hakika nafikiri, ingawa sasa unajua ndio hiyo narudi tena namna tunavyoweza kutazama, tunapongelea kuteka au kulitawala soka la Afrika, hii mimi naitazama ni kama hatua mojawapo, wanasema stepping stone kuelekea huko, na huku inawezekana tungekuwa tulishafika siku nyingi, lakini kuna somewhere labda tunachelewa. Hata this time tunaona Yanga walikwenda fainali, tunaona Simba sasa wako fainali ndani ya miaka hii michache. Kuna kitu najaribu kukitazama, kuna somewhere labda tunachelewa, kwa sababu hata Simba kufika fainali this time, natazama kama ile fainali ya Yanga tunasema kwenye ile cup la advantage of the disadvantage. Ukitazama timu zilizocheza nusu fainali klabu bingwa barani Afrika, ukatazama na upande wa shirikisho, unaona hivi vilabu vyetu viwili labda kwa uwezo, ubora na uwekezaji tayari tuna uwezo wa kuchukua hili kombe la shirikisho. Lakini ukitazama upande wa klabu bingwa, kuna vitu vinatakiwa vifanywe kazi ili kufikia huko, pengine tutapata muda huko mbeleni tutazungumzia. Lakini hii inaita the advantage of the disadvantage. Kwa nini? Mfano Yanga walifika fainali wakati ule sheria ilikuweko ya wale first stage dropouts kuhamishiwa huku kwenye Confederation. Ndio maana Yanga walienda mpaka fainali. Ile sheria haipo tena. Sasa tunawatazama Simba wamekwenda huko kutokana na anguko. Walimaliza ligi wakiwa watatu. Kwanza na wapili ni Yanga na Azam. Sasa it means Simba kama angemaliza wapili kwenye ligi yetu, pengine asingekuwa huku. Na sasa hivi tuna ya kuwa na timu 4. Maana yake next season tutakuwa hawa wakubwa, we expect watakuwa ndio namba 1 na namba 2. Tunaweza kuwatazama kwenda moja kwa moja kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Lakini huku tayari tuna chaka letu ambalo tunaweza kulitawala. Nikawa najaribu kufikiria hivi, hakuna uwezekano Simba na Yanga ni wa kwanza kwenye ligi, labda watatu kamaliza Azam, 4 Singida, tukawapeleka Singida na Azam kabingwa, hawa wawili tukawarudisha huku kwenye chaka letu ambalo tayari tuna harufu ya kwenda kudominate na kulifanya likawa letu kabisa. Naona huo uwezekano upo, lakini sijui sheria kama zinaruhusu, labda tufanyie kazi. Kwa hiyo Simba ni hatua mojawapo ya kusonga mbele zaidi, kwa sababu kuchukua kombe. Mfano tunaona RS Berkane ambao wamefika fainali baada ya matokeo ya jumla leo dhidi ya Constantine. Nafikiri kwa wao vizuri kwenye michuano hii, imeongezea uzoefu wa michuano mikubwa, na sasa tunavyozungumza ni mabingwa wa ligi ya Morocco. Msimu ujao wanahamishia nguvu kwenye ligi ya mabingwa Afrika. So kwa Simba inakuwa ni motivation ya wao kuona kwamba inawezekana sasa tukaelekea kwenye michuano mikubwa ya vilabu na kunyanyua geji zaidi, tukafanya vizuri. Na pia nafahamu kufanya vizuri kwa michuano hii kunaendelea kuvutia wawekezaji, wachezaji bora kutoka kona mbalimbali, kwa sababu wawekezaji wakija pesa inaongezeka. Kwa hiyo unapambana kwenye soko la wachezaji walio bora ambao wanaweza kuja kupushi kwenda kwenye ajenda ya kutawala soka la Afrika. Sahi. Nilikuwa namsikiza kocha Fadlu kuelekea kwenye huu mchezo, aligusia unachokizungumza pia. Alisema kwamba wanafahamu hatua ambayo wanaikaribia kwenye kombe la shirikisho, lakini pia anajua
kwa mwenendo wa performance yao kwenye ligi ya Tanzania msimu huu, kuna nafasi kubwa sana msimu ujao wakashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo akatoa wazo na akatoa rai kwa maana kwamba kila wanachokifanya hivi sasa na project ndio kwanza tu imeanza, basi wanahitaji kuwa na product kubwa zaidi ama kuwa na ubora mkubwa zaidi kuelekea kwenye msimu ujao wa ligi ya mabingwa, kwa sababu kile ambacho kilionekana kwenye nusu finali za ligi ya mabingwa barani Afrika ndicho ambacho Simba maybe watapaswa kupambana nacho iwapo wanataka kwenda kule na kushindana na pengine kufikia hatua hii ambayo wamefikia kwenye shirikisho kwa msimu huu. Kwa hiyo tayari unaona hata yeye anaanza kuwaza okay, hii squad nilionayo inatosha kwenda kucompete kule ku raise mountain kubwa zaidi kuliko hii. Anaona tunahitaji quality ya kuweza kuongezwa hapa. Lakini pia kuhusiana na issue ya uwekezaji, tayari kuna hizo harufu ambazo ni nzuri zimeshaanza kutokea. Simba wamesaini juzi deal na J-Root ambayo imewaingiza Diadora, moja kati ya makampuni ya muda mrefu zaidi ya vifaa vya michezo hapa ulimwenguni tangu mwaka 1978 huko Italia wanafahamika na kazi zao zinafahamika kwa kubwa sana pia. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani hilo litafungua mlango. Na mind you, ama nikumbushe, J-Root pia alizungumza Rogasira yule ambaye ni CEO wa J-Root alizungumza, sijui sasa mimi ndo nimenukuu vibaya, lakini nakumbuka pia kuona kwamba akisema watachangia pia kwenye usajili, which means Simba wanaweza kuwa na budget kubwa zaidi kuelekea kwenye msimu ujao. Lakini je, itakuwa enough kuweza kucompete katika level ya juu? Hilo ni swala ambalo linabaki kama swali kwa Simba wenyewe kuweza kulijibu. Lakini all in all, siku ya leo jinsi ambavyo ime move on, jinsi ambavyo imefanikiwa kuwa kilele kwa Simba, lazima watajipiga kifua na kufurahi sana. Ijapokuwa kama alivyosema pia teacher, ni kama ilikuwa blessing in disguise, kwa maana kwamba baraka ya kificho. Umemaliza msimu katika nafasi ya 3, mashabiki wakataka kuwanyonga viongozi, wakalalamika sana, unajua wakaomba hadi dabi. Kuna wakati fulani na viongozi wanataka kucheza nao dabi, alafu ukaonekana kuwa msimu mbovu kuliko pengine yote hivi karibuni ya Simba Sports. Alafu ikawa ni daraja ama platform ambayo imewapeleka Simba kwenda kwenye kombe la shirikisho kwa huu msimu. Na msimu huu wa kombe la shirikisho umegeuka kuwa kama baraka rasmi kwa Simba, kwa sababu kikosi chao hichi ambacho ni kipya, vijana wengi wadogo ambao pengine watu wengi wasingewatarajia kufika kwenye hatua ya finali, hatimaye wamefika kwenye hatua ya final. Na whether or not chochote ambacho kitatokea kwenye finali dhidi ya RS Berkane ambao obviously ni wazoefu zaidi, hiyo ni swala na agenda ya siku nyingine. Lakini kuifikia hii hatua tayari inaonyesha kwamba Simba wapo kwenye direction sahihi na wameoverachieve tayari. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo ni vizuri na ambavyo havikuwa pressurized mwanzoni kwa upande wa Simba Sports ambavyo wamefanikiwa kuvifikia hivi sasa. Kwa hiyo ni swala la kufanya maamuzi. Do you overhaul the squad tena? Unaenda kutafuta wachezaji 5, 7, 8, 10 kama manake obviously wasajili kuelekea kwenye huu msimu karibu wachezaji 13 nafikiri. So do you do that again, ama unakwenda unatumia labda lese bilioni 10 alafu unasajili wachezaji 3 na kukava na hiyo bilioni 10? Sio bilioni 10 unakava na wachezaji labda 5, 7, 8. Do you do that? Hilo sasa ni ndani ya uongozi wa Simba watafanyaje? Kwa mfano you go to Azam there, unazungumza nao, namtaka Faisal, unalipa 2.5 billion. Sawa, kama that is the asking price, ni mtu ambaye samanio sometimes you have to associate with him. Unaona haya, unamchukua unakava salary zake na vitu vingi kama hivyo, anakuja kuongeza quality kubwa kuliko kwenda kutafuta watu wengine 5, 6 ambao utatumia fedha nyingi lakini utapata quality ndogo. Lakini pia kwenye backline obviously Simba ina walinzi 3 ambao wanafahamika wakati ambao ni Chamu, Chemalon pamoja na Hamza. Hussein Kazi, yes, is another good defender wa Tanzania, lakini lazima tuwe kweli kwamba hayuko katika standard ambayo Simba watahitaji maybe kucheza kwenye final ya CAF Champions League. Kwa hiyo unakwenda pia pale una spend bilioni 3 bring in somebody ambaye anakuja kuongeza level tofauti. Eneo la ushambuliaji maybe you need ile quality ya Fiston Kalala Mayele. Kama unaweza go to Pyramid kazungumze nao, tumia bilioni 5 mrudishe Mayele Tanzania. So ni idea kama hizo zitawafanya Simba next season wawe tofauti na kile ambacho wamekifanikisha msimu. Na kama watakuwa tayari kufanya hicho kitu, manake ni maamuzi pia, lakini pia wanaweza kuja na mpango wa taratibu kwa maana kwamba okay maybe tuleje sasa kwamba tunawekeza kwa ajili ya maybe kufika hatua ya semi-final kwenye Champions League msimu ujao. Hata mimi nita accept hiyo fact, lakini still tunajua everything kwa hiyo ni swala la kuweza kusubiri sana kuona Simba watajibu kile ambacho wamekiweka kama standard wenyewe msimu huu. Manake msimu huu ni kama wamejibu standard ambayo iliwekwa na Young Africans 22-23 kwenye wamelevu. Ni kama wamejibu kwa sababu kucheza finali tayari wana guarantee medali ya walau Lanazam.
Sasa je, watatumia hii platform kuweza kufikia mafanikio makubwa kwenye Champions League kwenye msimu unaofuatia? Maana Young Africans msimu unaofuatia walikwenda kucheza msimu huu wanaweza kuseti standard ya kuchukua ubingwa. Wanaweza. Kwa finali ilikuwa ni standard ya Yanga kwa wanaweza. Simba wanaweza kuseti standard nyingine kwa kuchukua ubingwa unajua. Sasa wata build from that. Maana Young Africans msimu unaofuatia walisha robo finali. Simba watawala. Simba wenyewe watabaka from that na kwenda juu zaidi. Mnyama Simba wekundu wa Msimbazi Simba wanaenda hatua ya finali kibabe wakiwa katika uwanja wa ugenini huko Afrika Kusini Durban, ambako ndiko mchezo uliweza kupigwa huko. 0-0 imehusika na goli pekee la Jean Chazawa ambalo lilifungwa katika nusu finali ya kwanza katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, imepelekea mnyama Simba kwenda hatua ya finali. Kifupi tunaweza kusema kwamba Jean Chazawa amewapeleka Simba hatua ya finali ya michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika, pia akishirikiana na wachezaji wenzake kwa jitihada kubwa ambazo wamezionyesha katika mchezo huko Afrika Kusini. Pimpini Kamara pia kazi kubwa sana akifanya, bila kusahau historia kubwa inawekwa na kocha Fadlu Davis mara baada ya kupita makocha wengi sana na kushindwa kufanya vitu vingi sana ambavyo Fadlu amefanya. Wameshindwa kuipeleka Simba hatua ya nusu finali, lakini Fadlu sio nusu finali tu, amepeleka Simba hatua ya finali ya michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika, na ndoto kubwa kwa upande wao ni kulileta kombe nyumbani. Hivi sasa ndio ndoto ambao wako nayo wekundu wa Msimbazi. Simba mengi alizungumzwa kabla mchezo, kila mmoja alikuwa na matumaini yake kutokana na mchezo ambao ulichezwa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Wapo ambao waliona kama shughuli ya Simba imefikia tamati kutokana na ushindi mwembamba ambao waliupata, lakini wapo ambao waliamini kwamba Simba bado ana nafasi ya kufanya makubwa, ikiwemo uongozi wa Simba. Ndio maana ukitazama wamesafiri kwa kiasi kikubwa, takriban viongozi wote kwenda kuhakikisha kwamba wanaipambania timu na kuongeza hamasa huko South Africa ili Simba ifanikiwe kwenda finali, na Simba imefanikiwa kwenda hatua ya finali na atakutana na RS Berkane katika michuano inayofuata, michuano katika hatua ya finali. Maoni yako kipi hasa kimekufurahisha kwa Simba? Tujuze, lakini kubwa zaidi tu usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.